Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshutumu waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na katibu wake Raymond Omollo akidai wameandaa wahuni watakaovuruga maandamano ya Wakenya siku ya Alhamisi ili kuharibu mali na baadaye kuwalaumu waandamanaji. Gachagua akibaini kuwa wahuni wale watatumwa katika ngome za chama cha DCP kama Nairobi na Mlima Kenya, akiwataka Wakenya kutofungua biashara zao au kuenenda kazini siku hiyo kutokana na usalama wao. Mwanahabari wetu Isaac Musyoka anaarifu. Ikiwa ni siku moja imebaki kabla ya Wakenya kuandaa maandamano ya kumbukumbu za vijana walioaga katika maandamano ya mwaka wa 2024. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshutumu waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen pamoja na katibu wake Raymond Omollo akidai wamepanga waoni watakaovuruga maandamano yale pamoja na kuharibu mali na biashara za Wakenya na baadaye kuwalaumu waandamanaji, akisema asubuhi ya leo shilingi milioni 200 imetolewa ili kufadhili hayo. I have credible intelligence that Kipchumba Murkomen and Raymond Omollo, using Moses Kuria and Kimani Ichung'wah, Susan Kihika from Nakuru, and other UDA leaders allied to William Ruto, have organized goons to cause terror and mayhem in Nairobi and the Mount Kenya region and blame the opposition. 200 million shillings was withdrawn this morning from a bank in Upper Hill, where an account of confidential expenditure is operated by the State Department of Internal Security. And these funds are for mobilizing goons and deploying them to unleash terror and mayhem. Akisema wengi wa wauni wale watatumwa jijini Nairobi, eneo la Mlima Kenya pamoja na ngome za wapinzani ili kuibua taswira kuwa ndio wanaopinga serikali, ambapo serikali imewaagiza maafisa wa polisi wasiokuwa na sare rasmi kuandamana na wauni wale ili kuwalinda. Ni idara ya usalama imepewa amri ya kutowakamata wauni wale. Police have been told to escort the goons at night using police lorries and matatus hired from notorious circles and deployed across the region. Senior police officers have told us in confidence that they are very uncomfortable with the instructions they have been given personally by Kipchumba Murkomen, that they should stay off and let the goons destroy businesses, light bonfires, and create chaos. Sasa amewashauri wanaopania kuandamana siku hiyo ya Alhamisi kutoandamana, kwani maovu yaliyopangwa na serikali ni hatari kwa maisha yao na usalama wao kwa ujumla, na waliona biashara au walioajiriwa wafunge kazi zao na kukama nyumbani kwao kwa hofu ya usalama wao. Looking at the situation, I want to appeal to the Gen Zs with a lot of humility and kindness to consider not going out to the streets. These are our children and grandchildren whom we need next year to help us liberate this country through the ballot. From the violence that has been planned by the state using police and goons, I have no doubt in my mind that lives will be lost. These are young children who have a great future and who need an opportunity to live their full life. Gachagua amewataka kuwa na subira ili waweze kupigania haki yao kikatiba katika uchaguzi mkuu ujao. Isaac Musyoka, Undugu TV.